tumeleta na tunataka kuambia Kenya haina nafasi kwa siasa ya uchochezi na hasira. Na mimi nataka kuwasihi vijana wetu ambao wameingia siasa juzi wapunguze lugha chafu, wapunguze matusi, wawe na heshima kwa wao wenyewe na kwa wengine. Kwa sababu tusipoheshimiana, ukienda pale Rift Valley, hakuna mtu anatusi William Ruto. Young politicians. Kwa sababu hata yule alikuwa makamu wa rais, alionja bunge moja tu, alafu akaonja deputy president mwaka moja. Na anaongea ni kama simba imenyang'anywa nyama kutoka mdomo. Hasira kubwa. Huwezi kuendesha siasa ya nchi hii kwa hasira. Huwezi kuendesha siasa ya area yote kwa hasira. Mamai omundu na kwenyira wa muloba echa nesimba akupa. Ndio hao vijana sasa na viongozi wetu tukiwa pamoja na gavana wetu, umuhimu wa kuwa na umoja, umuhimu ya kutembea kama kitu kimoja, tukiwa jamii za hapa Western na Kenya mzima. Tumekuwa kila mahali tukiambia wa Kenya, wale ambao hawajui historia ya fujo ndio wanachezea nchi yetu. Baada ya 2027 sisi tutaangalia 2032, na safari ile lazima tuipange sasa. Jana nimekuwa naangalia news, nikaona wanasiasa wengine kule Mlima Kenya wanaongea na hasira mbaya sana. Kwa kitu kimoja kama jamii ya Kenya, lazima tupendane. Ndio mmeona wabunge wengi kutoka sehemu mbalimbali za Kenya wamekuwa hapa, kutoka kule Nairobi, kutoka hapa, kutoka Rift Valley, kutoka Nyanza. Tumekuwa na wabunge wengi sana. Wanjala akisema hapa mambo ya certificate za watoto shuleni, na mimi nataka kusisitiza ni policy ya serikali kwamba mwalimu yeyote asishike certificate ya mwanafunzi baada ya kutoka shule kwa sababu hawajalipa pesa. Hiyo pesa iwe deni. Shule ni ya serikali, walimu ni wa serikali, watoto ni wetu wa serikali. Kwa nini wenyewe tuumizane? Lazima waachilie watoto wapate certificate.